Yes, ibara kama unakumbuka pale tulipoishia kwenye sehemu ya 8. Kama umesahau ngoja nikukumbushe mtu wangu. Ibara mambo yalikuwa yanazidi kutaradadi. Ryan alikuwa amepata uwezo wa kujua mwenendo wa submarine aliyokuwa ameipanda baba yake, jinsi inavyokwenda. Lakini tulipoishia ni pale ambapo simu ya Ryan ilikuwa inampa tumbo joto Monica. Je, nini kitakachoweza kutokea? Nikakwambia kwamba usikose kufuatilia kigongo hiki tujue baada ya Ryan kushuhudia huyu ex wake Monica akifanya mapenzi na mheshimiwa rais, nini kilichoweza kujiri. Haya, karibu kwenye hii sehemu ya 9 mtongo tupate kujua nini kilichoweza kuendelea. Lakini Monica baada ya kujua kwamba Ryan ameshashtukia, tumbo lilikuwa joto mno. Monica alikuwa Monica mjue bado anampenda Ryan, japokuwa ndio anatembea na mheshimiwa rais, lakini moyo wake upo kwa Ryan. Na Ryan anashajua Monica analiwa bwana mzigo na mheshimiwa rais. Hebu karibu kwenye sehemu ya 9 mtu wangu. Ryan alizungumza kimoyomoyo kisha akapata wazo. Akazipakua video za CCTV kamera za nyumbani kwake ambazo zinamuonyesha rais na Monica wakifanya mapenzi. Alianza kuzifuatilia kwa umakini. Akaitafuta namba ya Monica na kisha akachukua simu ambayo mazungumzo yake hayawezi kurekodiwa na wala hawataweza kujua ni wapi mpigaji simu anapatikana. Alimpigia simu Monica na kweli ilianza kuita. Monica akasimama huku akitazama private number iliyokuwa inaingia kwenye simu yake dakika chache mara baada ya kushuka ndani ya ndege, huku akielekea zilipokuwa gari zilizokuja kumpokea rais. Alipokea simu hiyo na kisha kakaa kimya, na ndipo Ryan akasema, "Hello ex-wife." Monica alishtuka mara baada ya kusikia sauti ya Ryan. "Vipi, tuingie ndani ya gari?" Rais alizungumza huku naye akiwa amesimama akimtazama Monica usoni mwake. Monica akasema, "Tangulia, nakuja mkuu." Monica alizungumza hivyo na ndipo Ryan akacheka. "Hivi mlikosa hata loji ya 10,000 hadi kwenda kufanya uchafu wenu ndani ya nyumba yangu, juu ya sofa zangu, tena juu ya kitanda changu. Mlihisi ya kwamba mnafanya serious, ndio?" Naam, maneno ya Ryan yaliufanya moyo wa Monica kuanza kwenda kasi kwa wasiwasi, kwani katika kitu ambacho hakikuwa kichwani mwake ni namna Ryan anavyoweza kujua juu ya mahusiano yake na rais, wakati siku zote Monica alikuwa anataka iwe siri. Monica akakata simu huku kijasho kikianza pale kumwagika. Aliingia ndani ya gari aliyokuwa amepanda mheshimiwa rais, na ndipo mheshimiwa rais akamuuliza, "Ni nani huyo ulikuwa unaongea naye?" "Ni nani aliyekupigia hadi ukawa umejawa na wasiwasi?" Kabla Monica hajajibu kitu chochote, simu ilianza kuita na kumfanya rais kuitazama katika kioo. "Mbona ni private number inakupigia?" Rais alizungumza huku akichukua simu ya Monica na kisha akaipokea. "Wewe unataka nini kwa mke wangu?" Rais alizungumza kwa kujiamini mno. "Hivyo mzee, blood pressure yako huwa ni ya kupanda au ni ya kushuka? Kwa sababu hapa ninavyozungumza ninamtumia mke wako video za uchafu wako ulioweza kuufanya na Monica nyumbani kwangu, tena kitandani kwangu, juu ya sofa zangu. Haingia kilini kwamba mlikosa hoteli ya 5 star kama mnataka kuweza kujificha mpaka mkatumia nyumba yangu." Hapo mheshimiwa rais haraka sana ilibidi aitoe simu yake sikioni. Akamtazama Monica huku naye akiwa na wasiwasi. Ikaingia message iliyokuwa imeambatana na video. Mheshimiwa rais alifungua na kuona ni video ya ngono. "Naamini ya kwamba umeona." Naam, sauti ya Ryan ilisikika vizuri kwa rais pamoja na Monica waliokuwa wamekaa siti ya nyuma. Taratibu mheshimiwa rais aliminya pale kitufe cha kufunga kioo kinachomtenganisha yeye pamoja na dereva. "Sema unataka nini Ryan? Mimi nawe tulishachana na hatuna mapenzi. Ya nini kunifuatilia?" "Mimi nimewafuatilia. Matumizi mabaya ya madaraka kati yenu yasiingilie katika nyumba yangu. Nyumba niliyojenga kwa pesa zangu kwa ajili ya mimi pamoja na mke wangu ndoa. Nini kilichowapeleka hapo? Mlihisi kwamba hilo pango, au labda mlihisi kwamba nimekufa kama mlivyokuwa mnasia, si ndio? Mkaamua kwenda kugeuza nyumba yangu ndo kesi cha kufanya uchafu wenu. Shenzi kabisa nyinyi."
Ryan alizungumza kwa kufoka. Sasa mke wako anakwenda kuujua uchafu wako wote, na ukizingua zaidi dunia itakwenda kushuhudia uchafu wenu, kwani nitaziachilia video zenu kwenye mitandao ya kijamii na hamtokuja kukaa na kuamini kwamba kibamia chako sasa kimetazamwa dunia nzima. Pumbavu nyinyi. Ryan, unajua yanazungumzika. Rais aliita, ila tayari Ryan alikuwa ameshakata simu na kumfanya rais kuanza kuhema kwa nguvu. Bebe. Monica alimuita rais na kumfunga pale vifungo vya shati lake, kwa maana ya kwamba pressure ilikuwa inampanda na alikuwa hajategemea kukutana na aibu kama hiyo tena dakika za mwisho kabisa za uongozi wake, kipindi ambacho wametoka kujisafisha kwenye vyombo vya habari wakipinga tuhuma za ghosti. Leo hii video zake za utupu zisage mitandaoni ambapo watu wengi wanamheshimu. Itakuwaje sasa? Ebu hakikisha unamtafuta Ryan na unamua, sio kumtafuta tu, rais alimwambia Monica huku akimtazama usoni mwake. Sawa mpenzi, elekea kwako, usije kabisa Ikulu. Sijui mke wangu akikuona itakuwaje. Wazo zuri mpenzi, na kuhakikishia tutampata huyu Ryan na tutamwadabisha. Okay, sawa mpenzi. Msafara ulisimama katika geti la kuingilia Ikulu. Monica alishuka katika gari ya rais na kisha kapanda gari ya wanausalama na moja kwa moja akaelekea nyumbani kwake, huku akijutia sana ni kwa nini alikwenda nyumbani kwa Ryan. Monica kaingia ndani ya nyumba yake. Alijibwaga sebuleni huku akiwa haelewi nini cha kufanya. Akapata wazo na kisha akaelekea chumbani kwake. Alifungua shelf na akatoa simu ambayo anaitumia kuwasiliana na mzee Max. Alimpigia simu na kwa bahati nzuri ilianza pale kuita na kupokelewa. Ni mimi. Habari Monica. Salama tu na pia si salama. Unamaanisha nini Monica kusema kwamba sio salama? Mzee wangu, kwanza mmeshaingia nchini Tanzania? Bado. Vipi kwani? Nilikuwa na rais nyumbani kwa nani? Kwenye ile nyumba ambayo Ryan alikuwa anaishi, na kama unavyojua ilikuwa imetelekezwa. Nilifanyia usafi na nikahamia kwa ajili ya kuweza kuongoza operation ya vijana wangu kuwasaka wale wahusika walioua watu wa Scorpion. Kawaje? Sasa kama mlivyokuwa mmeniagiza niwe kimahusiano na huyu mzee, na kweli tulijiachenda na ile nyumba. Kumbe bwana, kuna kamera za siri ambazo haikuwa rahisi kwa sisi kuweza kuziona. Na kwa bahati mbaya Ryan ametutumia zile video akidai kwamba anakwenda kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii, au anamtumia mke wa rais. Yaani kiukweli mzee wangu, mpaka hapa nilipo nimechanganyikiwa mzee wangu. Yaani sifa yangu kwenye jamii inakwenda kuharibika. Monica alizungumza huku akilia kwa uchungu, chozi likimtoka, na ndipo mzee Max kwanza alishusha pumzi. Mwanangu mimi ataniangaliaje? Si atasimama upande wa babake akiamini kabisa kwamba mimi ni msaliti jamani? Mzee wangu, naomba uongee na Ryan. Nitafanya chochote anachokitaka, ila sio kuvujisha hizo video zangu za siri. Tafadhali nakuomba. Mbona unaguna? Tafadhali nakuomba zungumza na Ryan. Mbona iko ni kitu ambacho sijui nisemaje. Monica, kitu ambacho hujakitambua mpaka sasa ni kwamba Ryan kwa sasa sisi hatuko naye. Mzee wangu, hatupo naye kivipi baba? Sijakuelewa. Ryan ametusaliti. Ryan sasa hivi hafanyi kazi na sisi. Kwa sasa anafanya kazi na Rais Eddie. Na ndio maana unaweza kumuona kwenye klipu za kumwokoa Judy. Tulijaribu kumzuia Ryan, ila
aliua watu wetu na hatukuwa na namna zaidi ya kumwacha afanye kile ambacho anajisikia. Mungu wangu jamani. Monica alizidi kuchanganyikiwa. Usijali, tunaingia nchini Tanzania na misheni yako hakikisha unakuwa uko online kwa ajili ya kuweza kuwasiliana. Sawa mzee wangu. Monica alikata simu mara baada ya kuona mzee Max hana msaada wote ule kwake. Alitazama simu yake ya kawaida. Monica alitamani kuona Ryan anampigia simu tena, ila Ryan hakumpigia simu mpaka kapitiwa na usingizi. Naam, msikilizaji, kwa upande wa Ryan alionekana pale kufungua chupa ya maji. Alianza kunywa kwa kasi mpaka yakaisha. Akaitazama namba ya mke wa rais na kisha akasitisha pale kuituma video hiyo. Nitawabana sehemu nyingine na hii video. Ryan alizungumza huku akitazama submarine ya baba yake jinsi ilivyokuwa inakaribia kuingia katika jiji la Dar es Salaam. Ryan akaiandika pale namba ya mke wake katika simu na kisha akapiga, na kweli ilianza kuita. Hala? Ilikuwa ni sauti ya Lisa aliyezinduka kutoka usingizini, ikamfanya Ryan kusisimka mwili mzima. Hello? Nani mwenzangu? Ni mimi. Ha? Ryan? Lisa alizungumza huku akikurupuka na kisha kakaa kitandani. Ndio mke wangu. Unaendeleaje wewe na watoto wangu? Asante mume wangu. Yaani sijui nisemaje, Mungu ni mwema jamani. Si tunaendelea salama kusema ule ukweli. Mbona unanifanyia hivyo mume wangu? Unakaa miezi mingi bila kuwasiliana na mimi jamani, kweli? Ni haki hii mume wangu kwa unachonifanyia? Nisamehe baby. Ila naamini unatambua kabisa majukumu yaliyopo mbele yangu. Jamani baby, najua. Ila kikubwa ni tunzie tu wanangu. Usijali mume wangu. Alafu mbona umenipigia na hii namba haijatoka? Yani sioni namba. Usijali, mimi ndiye nitakayekuwa na kutafuta. Nakupenda sana mke wangu, na utambue kabisa ya kwamba hakuna mwanamke mwingine anayeweza kuchukua upendo wako. Usihadaike na maneno ya mtu yote ule. Na jitahidi sana kuandaa kesho nzuri kwa ajili yako pamoja na wanangu. Asante mume wangu. Unajua nafarijika sana kusikia maneno mazuri kama hayo kutoka kinywani mwako mara baada ya muda mrefu bila kuzungumza na wewe. Tambua tu kwamba mimi naendelea vizuri, mimi pamoja na Cleopatra, na hata pia mtoto wetu tumboni naye pia anaendelea vizuri. Mungu awasaidie mke wangu. Nikutakia usiku mwema. Nawe pia mume wangu, japo hamu ya kuzungumza na wewe haijaisha, ila naelewa nini ambacho nakifanya. Okay, sawa mke wangu, nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Ryan aliweza kukata simu huku moyo wake ukiwa na amani, kwani video za ngono za rais pamoja na Monica zilimtibua sana moyo wake. Naam, msikilizaji, kwa upande wa Ghost alionekana kumuuliza mzee Max ya kwamba bwana, Monica anasemaje? Ghost alimuuliza mzee Max huku akimtazama usoni mwake. Bwana, unajua walienda kuzaga mwana katika nyumba ya Ryan. Kumbe ile nyumba bwana, ndani kuna kamera za siri, na Ryan amenasa hizo video na anawatishia kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii na kumtumia mke wa rais. Mbona shughuli hii? Yaani wewe acha tu. Mkuu, tumenasa mazungumzo ya mkweo pamoja na mume wake. Kijana wa IT alizungumza huku akiweka laptop yake mezani na kuyasikilizisha hayo mazungumzo ya Lisa pamoja na Ryan. Vipi, unaweza kuitrack, kufuatilia kuweza kujua ni wapi hiyo simu imepigwa? Hapana mkuu, nimejaribu kufanya hivyo ila sijafanikiwa. Inaonekana Ryan anatumia simu ambazo hatuwezi kujua ni wapi alipo. Msikilizaji, maneno aliyokuwa anayazungumza Lisa kwa Ryan
yalikuwa yanamuumiza moyo mno Ghost ambaye tayari alikuwa ameshampenda Lisa na hataki kumpoteza Lisa. Baada ya simu hiyo kukatwa, kijana huyo alitoka ndani hapo. Ngoja niwe rais. Nikishakuwa rais kila kitu kitakwenda vizuri, Ghost alizungumza huku akiwa amenuna kweli kweli. Max akamuuliza utafanyaje? Umesema ngoja uwe rais ili weje? Max, hebu tuachane na hayo mambo. Ghost alizungumza huku akinyanyuka na kutoka ndani ofisi hiyo. Alimwacha mzee Max akitabasamu kwa maana ya kwamba anajua wivu ndio unaomsumbua Ghost. Naam, msikilizaji. Majira ya saa 10 za usiku tunapata kumwona Ryan anaondoka hotelini akiwa na nguo zake za kininja alizokuwa ameziweka katika begi lake. Hakuzivaa mwilini. Hapo Ryan moja kwa moja akaelekea hadi nyumbani kwake na kisha aliingia katika njia za siri na kutokea katika vyumba vilivyopo chini ya ardhi katika hiyo nyumba yake. Ryan alichukua bunduki yenye uwezo wa kushambulia kwa uwezo wa mbali. Akaondoka nyumbani kwake hapo na moja kwa moja akafika katika fukwe za bahari, eneo la Bahari Beach. Akatafuta pale eneo lenye kichuguu kirefu ambacho sio rahisi kuonekana. Akafunua pale laptop yake na kuangalia submarine ya baba yake ikiwa inaingia katika fukwe hiyo iliyokuwa imetulia vibaya mno. Ryan akavaa earphone moja sikioni mwake na kisha akaanza kusikiliza mziki huku akiwa amelala kifudifudi katika kichuguu hicho. Akaifunga kiwambo cha kuzuia mlio wa risasi kwenye hiyo bunduki na kisha akatulia huku pembeni akiwa yuko na darubini. Gari 10 aina Range Rover Sport zenye rangi nyeusi tena zimefanana zikafika katika fukwe hiyo, huku walinzi waliokuwa wamevalia suti nyeusi wakishuka na kusimama nje ya magari. Shit. Ryan alizungumza hivyo, na hii ni mara baada ya kuona helikopta ikizunguka eneo hilo kuimarisha ulinzi. Kitu kinachomsaidia kutokuonekana kwa rahisi kutoka kwenye kichuguu hicho ni miti iliyokuwa eneo hilo. Akavua pale nguo zake za kawaida, sasa akavaa nguo zake za kazi, yani nguo za kininja. Majira ya saa 11 na dakika 10, submarine ya baba yake ikajichomoza kutoka chini ya bahari. Boti 2 tena kubwa kiasi zikasogea eneo ilipokuwa imesimama submarine hiyo ambayo ipo mbali kidogo na fukwe. Kwa kutumia darubini aliwaona watu wa baba yake wakiingia katika boti hizo. Ryan alizidi kuiweka sawa darubini yake, akabahatika kumwona Naima akiingia katika boti ya pili ambapo mzee Max na Ghost pamoja na walinzi wengine nao pia wakaingia. Boti hizo zikatembea kwa mwendo wa kasi hadi katika fukwe. Alimwona Pamphile akishuka kwenye moja ya gari, akaanza pale kusalimiana na Ghost. Ryan akajisemea huyu mshenzi naye yupo. Ryan alizungumza huku akitafuta namba ya simu ya mzee Max na kisha akampigia. Akamwona pale mzee Max akitoa simu yake mfukoni mwa suruali na kisha akapokea. Alo mkuu. Hapo mzee Max alianza kutazama eneo hilo kwa umakini, kwani hakutarajia kabisa kupokea simu kutoka kwa Ryan. Usijitingishe mkuu, kwa maana ya kwamba utaua watu wengi. Ryan alizungumza huku akipiga risasi moja mbele ya kiatu cha mzee Max na kuwafanya walinzi kwa haraka pale kulizunguka eneo hilo, huku Ghost, Pamphile pamoja na Naima wakiingia katika magari tofauti. Unahitaji nini Ryan? Nini unachokihitaji? Mzee Max alizungumza huku akiwa amesimama na simu yake ilikuwa ipo sikioni. Nashangaa kwa malezi yako yote uliweza kunilea. Imekuwaje ukanisaliti na kupanga kunioa? Alizungumza hivyo Ryan. Walinzi walizidi kutazama ni wapi sniper, yani mdunguaji, alipokuwa amejificha. Mimi naamini sasa hivi sio wakati mzuri wa kulizungumzia hilo Ryan. Gari walizopanda watu wengine zikaanza kuondoka kwa kasi. Ryan akacheka. Mfikishie ujumbe Ghost, ambaye tamaa zake za urais ndo zimefanya tumefika hapa. Mwambie nitamua na hatofikia malengo ya kuwa rais. Labda mimi nife ndo atakuwa rais, lakini kama mimi mzima hawezi kuwa rais.
Ryan, nahisi unajidanganya. Kumbuka nimekuwa mwalimu wako na ninajua udhaifu wako. Yaani usijaribu kufanya jambo la kipumbavu ikiwa familia yako na mke wako ipo mikononi mwa baba yako. Mzee Max alizungumza huku akitoka katika kundi la walinzi waliokuwa wamemzunguka. Ryan kwanza kacheka. Najua hamwezi kumuua Lisa. Unajua ni kwa nini? Kwa nini hatuwezi kumuua? Ghost anampenda mke wangu na anamtaka kimapenzi mke wangu, kitu ambacho ndicho kitakachomuua kwa urahisi. Tambua, ninawatazama na ninajua unaujua unyama wangu. Nipo Tanzania na ninawatazama. Niwatakie ni kampeni njema. Mwambie mpumbavu mwenzako hawezi kuwa rahisi kamwe. Naam, Mzee Max alijikuta anashusha pumzi taratibu, na hii ni mara baada ya simu kuweza kukatika. Akaisogelea risasi iliyokuwa imechimba kwenye mchanga. Alichomoa na kisha akaingiza kwenye mfuko wa koti lake la suti na kisha akaingia ndani ya gari na walinzi wakaondoka hilo eneo. Ryan alishuhudia submarine ya baba yake ikirudi ndani ya maji huku boti hizo zikiondoka. Naam, wakafika katika hoteli ya Ghost iliyopo maeneo ya Goba. Ulinzi katika hoteli hiyo ulikuwa umezidi kuimarishwa. Mzee Max akashuka ndani ya gari na moja kwa moja akaelekea katika eneo alipokuwa Ghost, ambapo ni katika vyumba vya siri vilivyopo chini ya ardhi katika hiyo hoteli. Ndugu yangu, imekuwaje Max, hebu niambie. Ghost aliuliza huku akiwa amejawa na wasiwasi. Mzee Max akaitoa pale risasi hiyo na kuiweka juu ya meza na kumfanya pale mzee Ghost kumeza fumba zito la mate huku akiitazama risasi hiyo jinsi ilivyokuwa ndefu. Nisikilize Ghost, nina ujumbe wako. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa mwanao Ryan. Ghost macho ilimtoka kwa mshangao. Umeona hii? Hii ni risasi aliyoipiga chini, nchi chache tu kutoka mbele yangu. Na imepiga chini, sio kwamba hakuwa na uwezo wa kuniua, la hasha, alikuwa na uwezo wa kuniua. Na endapo angenipiga hii risasi, nisingekuwa hai hadi sasa ninavyozungumza. Sasa kijana wako Ryan ameniambia kwamba tamaa zako za kutaka kuwa rais ndizo zimetufikisha hapa kwenye kuindana. Na anasema hutopata huo rais. Kitakachokuwa zaidi ni kutembea na mke wake. Na ameshatambua wewe unamtaka mke wake. Na amesema huwezi kumuua mke wake. Na hauwezi kumtumia mke wake kama ngao. Sasa mimi nimefikisha ujumbe kama nilivyoelezwa na kijana wako Ryan. Tukae tukijua kabisa kwamba Ryan yuko nchini Tanzania na anatuwinda. Mzee Max alizungumza kwa sauti ya upole na unyonge iliyojaa wasiwasi, jambo lilomfanya kwanza Ghost ashushe pumzi taratibu huku jasho likimmwagika. Sikio haliwezi kuzidi kichwa hata mara moja. Yule ni mwanangu tu, hawezi kunizidi. Ghost alizungumza huku akisimama. Alifungua chupa iliyokuwa imejaa whisky, akamimina katika glasi, akachanganya pale na vipande vya barafu, akanywa taratibu na kisha karudi kwenye kiti alichokuwa amekaa. Alichukua risasi iliyopo mezani, alitazama kwa sekunde kadhaa. Nahitaji ulinzi uzidi kuongezeka na umpigie Katha atume mwakilishi wake tuje kuingia mkataba. Mzee Max kwanza alikaa kimya huku akionekana kuwaza jambo. Ghost akasema, "Mbona uko kimya?" Kuongeza idadi ya watu haitomzuia Ryan. Kwa hiyo wewe Max unahitaji kufanya nini labda? Kumzuia Ryan ni ngumu ndugu yangu. Mimi nahitaji kuonana na Ryan uso kwa uso. Huyu kijana tuwezi kumzuia. Zaidi tu kinachohitajika tuziondoe hizi tofauti zetu. Nikwambie kitu kimoja Ghost. Huyu Ryan tumvute awe upande wetu na sio kupambana naye. Max,
Unahisi unachokitafuta ni sawa au wewe unakitafuta kifo kwa nguvu zako zote? No. Nisikilize Ghost. Mimi Ryan namjua, nimemlea. Tumemkosea sana Ryan. Ryan alikuwa na haki za kufanya kila alichokifanya ambacho yeye kwake anakihisi ni sahihi. Nisikilize Ghost. Kutaka kupambana na Ryan ni kupoteza muda. Ghost, kutengeneza uadui na mtu kama Ryan ambaye ni damu yako, hilo ni kosa. Na hapo tukiri kwamba tumekosea. Sisi kama wazazi inatupasa kurudi nyuma na kumomba msamaha kijana wetu. Yule Ryan akiwa upande wetu, amini usiamini, hii mission itakwenda vizuri. Labda nikwambie kitu kimoja Max. Unanijua vizuri sana ndugu yangu. Mimi kuomba msamaha tena kwa kijana wangu niliyemzaa siwezi. Yule Ryan mimi ni mbegu zangu yule. Nimemtoa kiunoni mwangu nimwombe mimi msamaha. Kama ningeamua kuzimwaga mbegu zangu sehemu nyingine ambayo ni nje kabisa, yule leo asingekuwepo kwenye dunia. Maxi, ongeza vijana kuimarisha ulinzi. Tupo kwenye ardhi ya nyumbani kwetu Tanzania. Tunachopaswa kwa sasa kukifikiria ni njia gani tunaweza kutukashinda kitu cha urais, na sio kutishika na mtu mmoja mpumbavu tuniliyemzaa. Lakini Ghost, ndugu yangu, usiwe mbishi. Maxi, nimekuelewa, ila siwezi kumwomba msamaha Ryan. Kama utamwomba msamaha, omba msamaha wewe, ila mimi kamwe siwezi kufanya upozi kama huu. Na ninahakikisha unapokutana naye humwingize kwenye hii hoteli, na usimfanye akajua ni wapi nilipo. Sasa ndugu yangu Ghost, swali la kujiuliza. Hutaki kujua sisi yaani hutaki yeye ajue sisi wapi tulipo. Hebu jiulize swali moja Ghost. Alijuaje sisi tunatokea eneo lile la fukwe ya bahari? Manake yeye alikuwepo pale kabla hata sisi hatujafika. Hapo ndo utambue Ryan ana mkono mrefu nyuma yake. Max, hebu niache nipumzike. Niache kichwa changu kipumzike tafadhali. Sawa Ghost, haina neno, ila tuna nafasi ya kumwomba msamaha huyu kijana kabla ya kusonga mbele. Na uona kabisa mlango wetu umezuiwa na Ryan. Endapo Ryan akiwa upande wetu, basi mlango wetu utafunguka. Mzee Max alisema hivyo na kisha katoka katika ofisi ya Ghost, huku akiwa amechafuka moyoni mwake, kwani hadi kupanga kumua Ryan yote ilikuwa ni ushawishi wa Ghost, ambaye bado anaonyesha kabisa kuleta kiburi cha nguvu alionayo. Huyu Ghost angejua ya kwamba huyu mtoto wa nyoka ni nyoka, asikeleta mambo yake. Huenda labda Ryan anamchukulia kimchezo. Maxi alinungunika huku akiwa anaelekea chumbani kwake. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ryan alikuwa amesimamisha gari lake nje ya hoteli anayoishi. Alivua pale nguo za kininja na kisha kavaa nguo za kawaida na kisha kashuka ndani ya gari. Habari yako? Ryan alimsalimia mhudumu aliyekuwa amemkuta pale mapokezini. Salama kaka. Ryan aliingia chumbani kwake, alibeba mizigo yake yote na kisha karudi mapokezi. Dadangu, nashukuru sana. Ryan alizungumza huku akimkabidhi funguo za chumba huyo mhudumu. Karibu tena. Asante sana. Ryan aliingiza pale mizigo yake ndani ya gari na kuondoka hotelini hapo. Hakufika mbali sana, alisimamisha gari pembeni ya barabara na akampigia simu Rais Eddie. Heshima yako mkuu. Nashukuru Ryan, niambie. Salama. Ghost ameshaingia nchini Tanzania. Nasubiri oda yako mkuu.
Umetambua ni wapi alipofikia? Hapana, ila naweza nikatambua mkuu. Nisikilize Ryan. Unachopaswa kuweza kufanya kwa sasa hivi, hakikisha unampeleleza Nadia, kwa maana ya kwamba kwa habari tulizozinunua ni kwamba Scorpion wanaungana na Ghost na wanampa support Ghost, na Scorpion wametemana na makamu wa rais. Hivyo Rani, nachokuomba ni kwamba hakikisha unajua ni wapi wanapokutania ili tusiwafanye wakakaa meza moja. Sawa mkuu. Lakini Rani, nikupe angalizo, kuwa makini sana. Usije ukaichafua hiyo sura yako ulionayo hivi sasa. Na kitu kingine, hakikisha wiki hii unafungua kampuni yako ya kuuza magari. Sawa mkuu. Naam. Rais Eddie alikata simu na kumfanya Rani kuitazama kwa sekunde kadhaa. Kioo cha upande wake kikagongwa pale na kumfanya shtuke. Alimwona mtoto wa kike aliyevalia magauni yaliyochafuka akiomba msaada. Rani akatazama saa yake mkononi, ilikuwa inamuonyesha 1:05 za asubuhi. Akashosha pale kioo taratibu. Shikamo. Maraba. Kaka, naomba unisaidie, mimi sijakula toka jana mchana kakangu. Rani alitoa noti shilingi 10,000 na kumkabidhi binti huyo. Binti huyo aliacha tabasamu lililomfanya Rani naye atabasamu. Unaitwa nani binti? Pendo. Unaishi wapi? Mimi nimetokea Kigoma, nimekuja Dar kufanya kazi za ndani, ila bosi wangu alikuwa ananipiga sana, kuninyanyasa nikatoroka. Hebu zunguka uingie ndani ya gari unieleze vizuri. Binti huyu Pendo alimtazama Rani kwa muda kidogo. Ingia binti, hakuna tatizo wala usiniogope. Pendo alizunguka upande wa pili na akaingia ndani ya gari. Pendo, niambia. Sasa unaishi vipi bwana? Nakaa tu kwenye makaravati au chini ya madaraja yale ya Ubungo pale. Sina pa kuishi. Rani alijikaza, kwani huyu binti Pendo alikuwa anatokwa na harufu inayoonyesha kabisa ni kwamba hajaoga kwa muda mrefu, na mbaya zaidi ni kwamba yeye ni mtoto wa kike. Okay. Sawa, je, nikihitaji uishi na mimi itakuwaje? Uwe kama mdogo wangu. Kaka, mimi nitafurahi sana. Okay, sawa. Kwanza inabidi nikupitisha sehemu tununue nguo mpya, uoge, saluni wa kusafisha vizuri, na kisha baada hapo tunakwenda inapoishi. Sawa kaka. Niite kaka Edi. Rani alitaja jina la uongo na Pendo alitabasamu. Rani alimpitisha Pendo kwa saluni kubwa iliyopo Sinza. Pendo alifanywa usafi wa mwili mzima, nywele zake kichwani zikatengenezwa vizuri kabisa na kumfanya badilike ndani ya muda mfupi. Wadada waliomo ndani ya saluni hiyo hawakusita kumtazama Ryan kwa jicho la kuiba, kwani ni kijana mtanashati na kwa gari lilokuwa amelisimamisha nje ya Range Rover, ni dhahiri ya kwamba alikuwa na pesa nyingi sana. Wow. Umependeza mdogo wangu. Hebu mchagulieni nguo zitakazomfaa na chagua pia utakazo unazozipenda, na kisha mtanipatia pia gharama. Sawa? Sawa kaka. Wadada hao 4 wanaoshughulika katika saluni hiyo walianza pale kumuonyesha Pendo nguo, kwani ndani ya saluni hiyo walikuwa nauza nguo za kike pia. Ryan akaingia pale kwenye tovuti ya wauzaji na wapangishaji wa nyumba. Akapitia moja ya nyumba ambayo ina kila kitu ndani na kinachofanyika ni kuingia tu na mabegi yako na nguo tu. Yaani apartment ni kila kitu. Akapiga pale namba ya simu iliyokuwa imewekwa kwenye tovuti hiyo na kisha akajitambulisha, naitwa Mr. Eddie. Nimeona kwenye moja ya apartment zenu kuna nyumba iliyo wazi. Je, naweza nikaja kuiona na kuifanya malipo? Ndio, hakuna shaka Mr. Eddie. Karibu sana. Okay, sawa, nitafika hapo muda si mrefu. Ryan alikata simu huku akimtazama Pendo jinsi alivyokuwa anakusanya nguo nyingi. Baada ya Pendo kuridhika, Ryan akalipia pale kiasi cha pesa kinachohitajika na kisha wakaondoka kuelekea Mikocheni kwenye majengo ya Palm Village. Ryan alipandisha apartment yenye vyumba 3 vya kulala sebule, akalipia pale kodi ya mwaka mzima. Pazuri kweli Ndio kaka. Karibu na ujisikie kwenye nyumbani. Sasa haya ndo makazi yako mapya. Asante sana kakangu.
Nahitaji kukufahamu pia na historia yako. Mimi hapa nimezaliwa Kigoma. Mama yangu alifariki nikiwa na miaka 5. Hivyo ilimlazimu baba kuoa mke mwingine ambaye hapo awali alinipenda sana. Ila baada ya kujifungua mtoto wake mwingine alianza kuninyanyasa. Niliishi kwa mateso hadi nilipomaliza darasa la 7. Akanikabidhi kwa mama mmoja ambaye ni dalali wa kutafutia wasichana kazi mikoani. Pendo alikuwa anazungumza huku machozi yakimlengalenga. Baada ya kuletwa huku Dar, mama huyo alikuwa naye ni mnyanyasaji, ananipiga, ananyima chakula, na kula chakula kipolo. Hivyo nikaona ni vema nitoroke nihangaike tu mtaani. Una muda gani mtaani? Mwezi sasa. Katika pita kwako hujakutana na changamoto za wanaume kukusumbua? Nimepitia, ila nashukuru Mungu aliweza kuniepushia. Una umri gani? Miaka 12. Mwezi ujao natimiza 13. Umesema uliweza kuzikabili hizo changamoto. Ulizikabili vipi ikiwa wewe ni binti? Tena ni binti wa kike. Ninavyofahamu mateja, sidhani kama uliweza kupambana nao. Pendo alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Nilikuwa nabadilisha maeneo ya kuishi kadiri siku zilivyokuwa zinakwenda. Okay, sawa. Jambo la msingi kuishi na mimi ni heshima na adabu. Sawa kaka Edi, nashukuru. Utaniita Ryan. Edi ni jina la ndugu yangu. Sawa kaka Ryan. Sawa, unaweza kujiandalia pale chakula. Mimi niko ndani nimepumzika. Sawa kaka. Ryan kweli aliingia ndani kwake na kisha akaufunga pale mlango wake kwa ndani na kisha akapumzika. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Nadia akipokea pale simu yake. Mama, za asubuhi. Salama, umemkaje? Safi tu, Nadia alijibu kwa sauti iliyojaa usingizi. Sasa Ghosti ameshafika nchini Tanzania na anahitaji mkutane ili kuingia mkataba na makubaliano ya kufanya kazi. Okay, saa ngapi? Saa 4. Sawa mama, ikiwezekana basi atume location. No, atatuma gari 2 zikiwa na madereva. Sawa ili kwenda kuonana naye, kwani yuko mafichoni. Na ninavyosikia ni kwamba Ryan ameshawashambulia kwa risasi leo asubuhi walivyokuwa wanaingia nchini Tanzania. Mama, Ryan huyu kila siku ama? Ndiyo. Ina maana Ryan yuko nchini Tanzania? Ndiyo mwanangu, na inakupasa umtafute, kwa maana akikutafuta wewe itakuwa ni shida. I say, huyu mshenzi mama, ujue nina sira naye sana. Haki ya Mungu, nikimpata huyo Ryan nitamua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Mwanangu Nadia, hiyo ajenda iwepo akilini mwako. Ila ajenda kuu iliyopo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba unaonana na Ghost na mnaingia makubaliano, na kuanzia hapo tutafanya naye kazi kwa 100%. Sawa mama, acha basi nijiandae, kwa maana naona sasa hivi ni saa 3. Hakikisha unakuwa kwa makini, kwani sheria namba 1 hupaswi kumwamini kwa 100%. Usijali mama, niachie mimi hiyo kazi. Okay, sawa mwanangu Nadia, nakuamini na ninakutakia kazi njema. Asante mama. Nadia alishuka kitandani na kuingia bafuni. Baada ya kuoga, alijiandaa pale vizuri na kuwataarifu vijana wake juu ya safari hiyo, na wao wakajiandaa. Saa 4 kamili, gari 3 aina ya Toyota V8 waliweza kuingia kwenye magari hayo na safari kuelekea hotelini kwa Ghost ilianza. Wakafika hotelini, wakapokelewa na mzee Max. Walinzi 3 wakabaki nje ya hoteli hiyo, huku waliokuwa wamesalia wakiingia ndani. Una walinzi wa kike, hongera sana. Naam, alikuwa ni mzee Max huyo. Alizungumza huku kumbukumbu ya watu wa Nadia kuvamia nyumbani kwake nchini Ujerumani ikiwa iko akilini mwake. Mzee wangu, hongera sana. Nashukuru. Nadia alizungumza huku akiwa amejiweka tayari kwa lolote litakalotokea, kwani anatambua ya kwamba alishawahi kufanya mission ya kumuua mzee Max ile ilishindikana, huku Ryan akiwa ndo mkombozi wake, kitu ambacho kinaendelea kujenga uhasama na Ryan hadi sasa. Wakaingia katika ukumbi wa mikutano ambapo Nadia aliingia
aliingia na Rozi, huku walinzi wake wengine wakibaki nje kwa ajili ya kuendelea kuimarisha ulinzi. Karibu sana Nadia, umekuwa ni mdada bwana. Nashukuru sana. Nakumbuka mara ya mwisho kukuona ulikuwa kabinti kadogo sana. Ni kweli, ila namshukuru Mungu kwa hapa nilipo. Ni kweli kabisa. Kwanza nichukue nafasi hii kuweka mambo sawa. Natambua kulikuwa kuna tatizo lililokuwa linaendelea kati ya taasisi yenu na Max, ambaye nitakapokuwa rais, Max yeye ndo atakuwa makamu wangu. Japo sipendi sana kukumbushia yaliyotokea, ili nahitaji tuweze kuweka mambo sawa. Naam. Hapo Rose akausoma ujumbe uliokuwa umeingia katika simu yake na kisha kamnongoneza Nadia. Samahani kwa kukukatisha, mama anahitaji kufuatilia kikao kwa njia ya video call. Haina shida, kuwa na amani kabisa. Naam, simu ya video call ya Katha iliunganishwa na TV kubwa iliyopo ofisini hapo, huku kukiwa kuna kamera juu ya TV hiyo inayofanya waweze kuonana, yani Katha awaone, lakini pia wao pia wakimuona Katha kwenye hiyo TV. Jamani, naamini sijachelewa sana. Ndiyo Madam Katha, nafurahi pia kukuona. Hata mimi nafurahi kukuona Ghost. Nilichokuwa ninakizungumza ni kwamba kabla ya kusonga mbele tufanye upatanishi kati yenu na ndugu yangu Max hapa. Naamini unatambua ni kwa namna gani mlivyomuinda Max kwa ajili ya kumua. Hivyo ili tusonge mbele bila kinyongo, ningeomba mumuombe radhi Max. Nadia alikunja ngumi mikononi mwake, huku mwili mwake akisikia jinsi hasira inavyozidi kumtawala, kwani usiku wa siku hiyo ndio usiku ambapo alipoweza kupoteza marafiki zake wote aliokuwa nao, marafiki ambao walikuwa wanaishi nao kama ndugu toka alivyokuwa binti mdogo. Na muuaji wa wasichana hao ni Ryan, ambaye ni mtoto wa Ghost. Aisee, kitu kilikuwa kinamkereketa sana Nadia. Sasa ukimya wa dakika 2 ulitawala ndani ya ofisi hiyo, huku Ghost pamoja na mzee Max wakiwa wanasubiri huo msamaha. Msamaha wetu una sharti moja, Nadia alizungumza huku akitabasamu. Sharti gani hilo? Tunamhitaji Ryan. Kwa nini? Ryan ameniulia vijana wangu wengi, vijana ambao mimi niliishi nao kama ndugu zangu kwenye makuzi yangu. Ryan ameyafanya maisha yangu kubadilika kwa asilimia kubwa. Furaha niliyokuwa nayo imenisha, hivyo tupo tayari kuomba msamaha, ila tunamhitaji Ryan. Nadia, unajua sio nyinyi peke yenu mnayemtafuta huyo Ryan. Ryan mimi ni mtoto wangu, ila Ryan ameungana na watu ambao ni wapinzani kwetu na anafanya nao kazi. Leo asubuhi huyo Ryan ametushambulia akihitaji kutua, hivyo na sisi tunamsaka ili kumpata. Ghost alizungumza huku akimtazama Nadia usoni mwake. Mzee Max alitoa pale risasi na kuiweka mezani. Hii ni risasi ambayo aliipiga na ikatua mbele yangu. Lengo lilikuwa ni kunipa onyo ili kutambua kwamba yuko nchini Tanzania. Hapo Nadia alichukua risasi hiyo na kuitazama. Sasa basi, kama sote adui yetu ni Ryan, nyinyi naamini mnatambua ni namna gani ya kumpata au kutumia udhaifu upi utakaomfanya tumpate Ryan. Mzee Max na Ghost walikaa kimya kwa sekunde kadhaa, na ndipo Ghost akazungumza kwa kusema, tunaye mtu anayeweza kutongoza kumpata Ryan. Nani? Ghost alitoa simu yake mfukoni, alitafuta picha ya Naima na kuwaonyesha pale. Huyu ndiye mtu wa karibu sana na Ryan, na sisi tuko naye kwenye timu yetu. Tuna imani ya kwamba
hata kujulikana kwetu kwa safari hii ni wapi tunapoelekea. Huyu msichana ndiye ambaye amevujisha siri kwenda kwa Ryan. Tunahisi hivyo kwa sababu ndiye mtu wake wa karibu. Ndugu, mbona hujanishirikisha kwenye hili? Mzee Max alimnong'oneza Ghost sikioni ya kwamba mbona hili hajamshirikisha kabisa. Nisikilize Max, hatuna jinsi zaidi ya kumpata Ryan. Kupitia Naima lazima Ryan apatikane tu. Ghost naye alimnong'oneza sikioni mzee Max, ambaye mzee Max hakuridhika kabisa kuona Naima anatolewa sadaka kwa ajili ya kupatikana kwa Ryan. Tunaiomba picha yake ili ikiwezekana vijana waweze kumfuatilia. Hakuna shida. Kweli Ghost akamtumia Nadia picha ya Naima. Kwa hiyo huyu ambaye mnasema anashirikiana na Ryan, simpo naye? Ndiyo, tuko naye. Huyu ni mtaalamu wa masuala IT, yuko vizuri sana. Okay, tutampata, hilo lina shaka. Vijana wangu watalifanyia kazi. Sawa, ila mnabidi mtengeneze mpango wa kumsaka, bila ya hivyo mtampoteza. Hakuna shaka. Mzee Max, tunaomba radhi kwa yale yote yaliyojitokeza kwa kipindi chote ambacho mambo yetu yaliingiliana, na pia tunajutia kwa yale tuliyoyafanya kwako. Nadia aliomba msamaha huku akiwa na tabasamu. Hakuna shaka katika hilo. Mimi nimewasamehe kutoka moyoni, na inatupasa kwa sasa kutengeneza Tanzania mpya yenye nguvu kwa pamoja. Naamini, tuna imani tutafanikiwa. Mzee Maxi alizungumza, na kisha wakapeana pale mikono na Nadia, na wote wakatabasamu kwa furaha. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, Naima sasa alionekana pale kuvua haraka earphone zake masikioni ambazo alikuwa anasikiliza mazungumzo ya hiko kikao, huku akiwa amedukua mfumo wa kamera katika ofisi hiyo. Naima jasho lilianza kumwagika huku akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno. Akafungua pale begi lake dogo lenye nguo, akatoa wigi lenye nywele ndefu kwa haraka kalivaa. Akabandika pale kope bandia ndefu. Alipohakikisha amejiandaa vizuri, akavaa suruali, raba pamoja na t-shirt, akavaa miwani myeusi. Alichukua bastola yake akaifunga kiwambo cha kuzuia sauti, akaichomeka kiunoni bastola hiyo, na kisha akaifunika na t-shirt. Akadukua pale mfumo mzima wa kamera kwa dakika 10 tu. Akafunika laptop yake na kuiweka ndani ya begi la mgongoni. Akaitazama ramani nzima ya hoteli hiyo aliyokuwa ameiweka katika simu, na kisha akafungua pale mlango wa chumbani kwake kwa umakini mkubwa mno. Naima akachungulia katika korido, hapakuwa na mtu yoyote. Akaanza kutembea kwenye korido kuelekea jikoni. Kweli Naima akafanikiwa kufika, akakuta wapishi wawili wakiosha vyombo. "Hey, we dada, huko hakuna njia?" Mpishi mmoja alizungumza huku akijaribu kumzuia Naima ambaye hakuhitaji kumchelewesha. Akamtandika sehemu zake za siri na kumfanya atoe mguno kwa maumivu makali mno. Akamvunja shingo na kumua pale pale. Mwenzake mmoja akachomoa kisu kirefu na kuanza kumshambulia Naima ambaye katika swala zima la kupigana Naima ni mwepesi vibaya mno. Akamtandika huyu mpishi mateke mawili ya shingo, akaanguka katika sufuria la maji ya moto. Akachomoa pale bastola kiunoni mwake, akamtandika risasi 2 za kifua. Yule mpishi akafa pale pale. Naima akaufunga mlango wa kuingilia jikoni hapo kwa ndani, na kisha akafungua mlango wa siri wa jikoni hapo ambapo una njia za kupita chini ya ardhi. Akatazama bomba zinazoingiza gesi katika jiko hilo, na kisha kaanza kuzifungua, na gesi ilianza kusambaa eneo zima la jikoni. Akaanza kupenya kuelekea katika maeneo mengine ya hoteli. Naima akaingia ndani ya mlango huo huku akiwa ameshika kiberiti mkono wa kulia, huku mkono wa kushoto ukiwa unaburuza begi lake la mgongoni. Akaurudisha mlango huo wa chumba taratibu, na kisha akawasha njita kiberiti, akaitupa kwa haraka ndani ya jiko hilo. Jiko lilikuwa ni kubwa, na kisha akaufunga mlango huo huku gesi ikianza kulipuka na kusambaa na kupelekea tetemeko kubwa mno katika hiyo hoteli. Naima akakimbia mpaka nje, na kisha akatoka nje ya hoteli hiyo ambayo ipo umbali wa mita kama 800 kutoka hoteli ilipo. Baada ya kutokea eneo hilo, ilibidi ampigie simu Ryan.
Ni mimi. Mbona unahema sana? Nimeharibu Ryan. Na kutumia location, njoo nichukue chap kwa haraka. Okay, sawa, nakuja sasa hivi. Naima akakata simu huku akitazama hoteli hiyo kwa mbali jinsi ilivyokuwa inateketea kwa moto. Kabla kunitoa sadaka, lazima na nyinyi watoe sadaka. Naima alizungumza huku akijificha kwenye moja kichaka. Akaiona Range Rover ikisimama eneo hilo. Akampigia simu Ryan na kumwona akipokea pale huku akishuka ndani ya hiyo gari. Naima akakata simu huku akimfuata sehemu alipokuwa amesimama. Wow, unaonekana mrembo Naima. Hata wewe pia unaonekana handsome na sura yako hiyo. Wakakumbatiana kwa furaha huku kila mmoja akiwa na furaha. Unaendeleaje bro? Nashukuru Mungu niko poa. Vipi? Mbona Naima sana? Unajua nimepishana gari nyingi sana za fire. Nimeona hoteli moja hivi inawaka moto. Sijui shida nini. Tuondoke, nitakuelekeza tukiondoka ndani ya gari. Naima alizungumza huku akiingia ndani ya gari na kisha wakaondoka eneo hilo. Mtikisiko na mlipuko mkubwa ukawafanya walinzi wa Nadia pamoja na Ghost kuingia ndani ya chumba cha ofisi. Ni nini? Mzee Max aliuliza huku akiwa na wasiwasi. Mlinzi wa Ghost akasema ni gesi imelipuka. Mlinzi mmoja wa Ghost alizungumza huku akiwatoa mabosi wao ndani ya hoteli hiyo iliyokuwa imeanza kushika moto. Ghost akasema shit. Ghost alizungumza kwa kukasirika kwani hoteli yake hiyo ni ya gharama na inateketea kwa moto. Wakaingia ndani ya magari na kuondoka eneo hilo huku zikiwa zimeongozana gari zaidi ya 15 zinazofanana, huku wakiwaacha baadhi ya walinzi wachache wakishirikiana na askari wa zimamoto kwa ajili ya kuzima huo moto. Wale kule wanatoka Ranimona. Naima alizungumza huku akitazama gari hizo aina V8 zikitoka kwa mwendo wa kasi mno katika hoteli hiyo. Unataka tuwafukuzie? No, hapana. Itakuwa ni hatari kwa sasa kwa maana kwamba wapo na mkuu wa Scorpion. Ni nani? Nadia, mtoto wa Katha. Wanahitaji kunitumia mimi kama chambo katika kukukamata wewe. Na waliamua kuwapa Scorpion picha yangu ili wanitengenezee mtego wa kukukamata wewe. Umefanya vizuri sana Naima, kwa maana kwamba wangekutesa na nisingeweza kujizuia. Ningejitokeza. Huo ndio udhaifu waliokuwa nao. Inabidi ikiwezekana tuondoke kabisa ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Nisikilize. Kuna sehemu ninapojua naamini tunaweza tukakaa kwa muda kabla kuweza kufanya mambo mengine. Ila kuna mizigo inabidi niipitie sehemu na kisha ndo tuondoke. Okay, sawa. Ila mshikaji wangu, hiyo sura imekubadilisha sana. Unajua umekuwa handsome. Kweli? Haki ya Mungu. Unajua umekuwa tofauti kabisa. Sidhani kama wanaweza kukutambua. Hawawezi. Kweli bana. Wakafika Mikocheni na Ryan akasimamisha pale gari katika apartment anazoishi. Nimepanga nyumba kwenye ghorofa ile pale ya 6. Kuna mtoto mmoja tu nimemsaidia, hivyo nimeanza kukaa naye leo. Sawa. Nakuja. Hakuna shaka, nakusubiri. Ryan alishuka ndani ya gari na kuelekea katika eneo analoishi. Akasalimiana pale na yule binti Pendo. Hey Pendo. Ninatoka mara moja. Nimepata safari ya kikazi kwa muda kidogo. Ni dharura. Sasa kuna wifi yako atakuja hapa kuishi na wewe hapa. Kuhakikisha unamheshimu kama unavyoniheshimu mimi, sawa? Sawa kaka. Ryan akatoa pale kibunda cha pesa, akamwambia hizi ni milioni 2. Itumie kwa umakini sana. Siwezi kujua kwamba nitakaa kwa muda gani katika hiyo kazi, sawa? Sawa kaka, nashukuru sana. Pendo alizungumza kwa furaha, kwani toka kuzaliwa kwake hajawahi kushika kiasi kikubwa cha pesa kama hicho alichopewa. Ryan akabeba begi lenye silaha zake za kininja pamoja na briefcase yenye upanga wake na kisha kaondoka ndani hapo na kurudi ndani ya gari. Hii gari kali aise. Alafu sio ya kwangu. Wewe acha tu, nina majanga mengi sana mtu wangu. Ngoja kwa nimpigie demo moja hivi ambaye ndiye mwenye hii gari ili akaishi na huyo mtoto. Ryan alizungumza huku akitafuta namba ya Vivian na kweli akampigia. Hey baby. Yes, niko poa mke wangu. Hebu sikia. Nimepanga apartment pale Palm Village na kutumia detail za eneo letu. Kuna binti mdogo tu nimemokota mtaani leo barabarani na kutumia picha yake. Utaishi naye pale kwa kipindi hiki ambacho mimi nina issue fulani hivi naifuatilia. Sasa mume wangu, mbona haraka? Unajua hali ya mambo yanavyokimbizana. Mimi nimefanya biashara mpenzi wangu, hivyo mambo mengi nitakuelekeza nikirudi. Unaenda kwa muda gani? Nitakwambia. Kwanza unaenda wapi? Nitakueleza bebe.
Okay, sawa mume wangu. Rani alikata simu na kumtumia Vivian picha ya Pendo pamoja na maelezo, namba ya eneo alipokuwa amepanga, na kisha kazima simu. Nadia. Mbona mawazo mengi mpaka niita Nadia? Sorry. Naima, unajua nchi yangu, ila naishi kwa hofu sana. Naishi kwa mashaka japo ni nchi yangu. Naishi kwa kujificha japo ni nchi yangu. Yaani nawaonea wivu wale watu ambao wanatembea kwa amani. Hawana hata mtu kumogopa. Usijali, yataisha. Tukimrudisha Judy madarakani kila kitu kitakwenda sawa. Hivyo una hakika kwamba Judy atakuwa rais mzuri? Kwa nini unazungumza hivyo? Nakuuliza tu. Japokuwa unajua kwamba binadamu watabirike. Acha niweke imani ya kwamba anaweza akawa ni rais mzuri, anayeweza kaitengeneza nchi. Ryan alizungumza hivyo huku akiwa anaelekea Bagamoyo. Ryan alitoa simu anayoitumia kwa ajili ya kuwasiliana na Eddie na kisha akampigia. Habari yako mkuu? Salama Ryan, niambie. Mkuu, na kijana wangu yule nilikwambia kwamba yupo kwa Ghost. Leo ametoroka na kusababisha mlipuko wa hoteli waliokuwa wamefikia. Hivyo nilikuwa naomba tupate eneo ambalo tutamficha huku akiwa anaendelea kufanya kazi yetu. Nimepokea taarifa kwa vijana wangu wanadai kwamba hoteli ya Ghost imeungua. Kumbe ni yeye aliyesababisha. Ndio mkuu. Okay, sawa. Najua mpo under pressure na kutumia ramani ya nyumba yangu ya siri ambayo miaka yote nilikuwa ninajificha, na kutumia na namba za siri za kufungulia milango. Ataishi hapo hadi pale mambo yatakaponyoka. Sawa mkuu, nashukuru sana. Rani alikata simu na kisha kafungua ujumbe uliokuwa umetumiwa na Rais Eddie. Alimpatia simu Naima. Naima akausoma ujumbe huo. Naima akafungua laptop yake na kuanza pale kuingiza kodi hizo za siri ambazo zinatoa ramani ya wapi ilipo hiyo nyumba. Yes, nimeipata. Okay, safi. Tutakaa hapo na tukipata muda utaongea na Eddie kwa video call. Nitafurahi sana. Rani aliongeza mwendo gari yake kuelekea ilipokuwa hiyo nyumba. Naam. Kwa upande wa pili, gari zote 15 zikaingia katika jumba kubwa la ghorofa 3 lililopo maeneo ya Majoe, Gongo la Mboto, ambalo linamilikiwa na Ghost. Wakashuka ndani ya magari na kuingia ndani. Hey, Ghost. Siku ya leo naona kama vile haijawa nzuri kwa upendo wetu sote. Mnaonaje tukapeana muda wa siku nyingine ili kuweza kuingia mkataba? Nadia alizungumza huku akimtazama Ghost machoni mwake. Hakuna shaka, ni kweli kabisa. Siku imeshaharibika hii. Basi tunashukuru, tutapanga siku, muda na wakati wa kuweza kuonana. Nimejisikia vibaya sana kwa siku hii leo kutokea tukio kama hili. Usijali, kwenye haya mambo kila kitu huwa kinatokea. Ila mnabidi mpeleleze kwa sababu sidhani kama miundombinu ya gesi inaweza kulipuka bila sababu ya msingi. Okay, sawa. Nadhani tutalifanyia hilo kazi. Nadia na ulinzi wake wakaingia katika gari 3 tofauti na kuondoka eneo hilo. Mkuu, inabidi muone hii hapa. Kijana mmoja mzee Max alizungumza na akawawekea pale mzee Max na Ghost video ya moja ya kamera jikoni ambayo Naima hakuidukua. Wakamwona Naima akiingia ndani ya jiko hilo, akawaua wapishi wawili na kisha kafungulia gesi na kisha kalilipua hilo jiko, na yeye ndiye alisababisha mlipuko huo, jambo ambalo lilimfanya Ghost kujawa na hasira mpaka rihisi moyo ukimwenda kasi tofauti na mapigo yake ya kawaida. Nataka mumsake na aletwe hapa, nimuue kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Ghost alizungumza huku akifuta jasho, kwa maana ya kwamba hasara aliyokuwa ameingiza Naima ni ya mamilioni ya pesa. Ghost aliondoka eneo hilo na kumwacha mzee Max akiitazama video hiyo huku akiwa haamini kila alichokuwa nakiona. Nyoka niliowafuga mimi mwenyewe wanakwenda kunidhuru.
Mzee Maxi alizungumza huku akiwa amejawa na uchungu sana moyoni mwake, kwani katika wanafunzi wake watatu waliowapenda kama wanaye ni Monica, Ryan pamoja na Naima, ambao kwa sasa Naima na Ryan hawapo mikononi mwake. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kuona simu ya Monica ikianza kuita na kumfanya ipokee kwa haraka mno. Halo, mke. Bebe, unaendeleaje bebe? Niko poa. Nimekaa na simu ya wife toka jana usiku. Hakuna video wala chochote alichotumiwa na huyo mshenzi. Oh, asante Mungu, kwani unajua nilikuwa nina hofu sana. Nilikuwa na hofu na hilo swala kwa sababu nimefuatilia katika mitandao yote, hakuna video yetu. Basi sisi tuendelee kusikilizia. Sawa mpenzi wangu, kidogo sasa nitafanya kazi kwa utulivu. Usijali, baadaye nahitaji nije tuendelee na mechi yetu tuliyokuwa tumeikatisha. Usijali mpenzi. Rais alikata simu mara baada ya msaidizi wake kuweza kuingia. Mheshimiwa Rais, inabidi utazame hii. Naam, msaidizi wake huyo wa kike alizungumza huku akimuonyesha video fupi iliyokuwa imerekodiwa ikimwonyesha Ghost, Mzee Max, Nadia na walinzi wao wakiingia ndani ya magari katika hoteli inayoteketea kwa moto. Hebu ngoja kwanza. Ina maana Scorpion na Ghost wameungana? Ndio mkuu. Oh, Mungu wangu. Hii ni video iliyorekodiwa nusu saa iliyopita, kwa maana ya kwamba hoteli uliokuwa umefikia inateketea kwa moto. Shit. Rais alizungumza huku akipiga meza. Wametugeuka washenzi hawa. Ndio mkuu. Na pia ninawazia kwamba wale watu wetu waliokufa wao wanaweza kuhusika kwa namna moja ama nyingine. Alafu kweli sasa naanza kupata picha, kwa maana ya kwamba ni kijana wangu ndiye aliyekuwa anajua ule mpango, na sijajua ila siku anaondoka. Aliondoka na namba 12. Walikuwa wote? Ndio, namba 12 ndiye aliyekuwa anamuendesha na hakuingia ndani. Ina maana kwamba kama ni siri kuvuja, ilikuwa sio ya watu wawili, alishaongezwa mtu wa tatu. Msaidizi wa rais ambaye pia ni mshauri wake wa mambo binafsi alizungumza hivyo. Hebu nitie namba 12. Sawa Mheshimiwa Rais. Baada ya muda, mlinzi wa rais ambaye aliwapatia siri Nadia na Rozi aliingia ofisini hapo. Ndio Mheshimiwa. Kaa kwanza. Nashukuru sana mkuu. Rais alisimama na kisha akafungua friji. Alitoa chupa pale champagne akamimina katika glasi 2 na akaweka kidonge cha sumu kilichokuwa kimemung'unyika kwa kasi katika glasi aliyokuwa ameweka kwa ajili ya huyo mlinzi wake namba 12, ambaye mlinzi huyo hakuona chochote. Nina mazungumzo machache na wewe. Cheers. Nashukuru sana mkuu. Alipokea glasi hiyo, rais alikaa kwenye kiti chake na kisha kanywa kidogo. Mlinzi huyo namba 12 pasipo kujua naye akanywa ile champagne. Ulimsindikiza namba 2 ile siku? Ndio Mheshimiwa. Ilikuwaje hadi wakauawa ikiwa wewe ulikuwa eneo la tukio? Mimi sikuwepo Mheshimiwa. Nimeshuka kisha nikaondoka. Kwa nini unanidanganya? Ni akina nani uliwapa ramani ya kwenda kuwaua wenzako? Mlinzi huyo alishtuka huku macho yakimtoka. Alihisi kitu kama kinamtoka hivi puani. Akagusa na kuona ni damu. Hiyo ni sumu uliyokunywa. Na hii hapa ni antidote yake, yaani dawa yake. Endapo utaniambia ni akina nani umehusika, nitakupatia dawa na utapona. Kadiri unavyochelewa kuniambia ndivyo jinsi unavyoweza kufupisha maisha yako. Mlinzi huyo namba 12 alianza kupagawa huku akihisi nguvu zikimwisha mwilini mwake. Mkuu, nani aliyekutuma? Nani uliyewaambia siri ya kwenda kuwaua wenzako?
Ni mkuu. Nani? Nadia na Rozi. Mheshimiwa Rais kwanza alishusha pumzi huku msaidizi wake akiingia ndani ofisini hapo. Mlinzi huyu namba 12 alianguka chini na alianza pale kufurukuta mpaka kakata roho. Hakikisha huyu maiti yake haionekani na mtu yote, na uitoe katika mlango wa siri. Sawa? Sawa mheshimiwa. Rais akatoka ndani hapo huku akiwa na hasira kweli kweli. Hivi inakuwaje watu saliti? Rais aliwaza, lakini alikosa jibu. Hebu nitie viongozi wote wa ngazi za juu za usalama, nina kikao cha dharura. Rais alimwagiza sekretari wake na sekretari akasema sawa mkuu. Sekretari wa rais alianza kumpigia pale kiongozi mmoja baada ya mwingine, na kisha aliwapatia ujumbe wa rais aliokuwa ameutoa. Naam, msikilizaji, tukirudi upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza kwa kusema wao, hai nyumba nzuri. Naima alizungumza huku akiwa ameingia ndani ya nyumba ya siri ya Rais Eddie. Inaonyesha ni muda mrefu sana hakuna aliyefika hapa. Una kwanza vumbi lilivyojaa jingi. Inabidi tufanye usafi Ryan. Hapakuwa na muda wa kupoteza. Walianza kufanya usafi wa nyumba nzima. Wakiwa katika hatua za kumaliza usafi, wakagundua eneo la siri lilipo chini ya ardhi. Wakaingia katika eneo hilo, wakashangazwa na vitu walivyokuwa wameviona ndani ya eneo hilo kubwa mno. Wow, hizi ni nguo zake za kijeshi. Naima alizungumza huku akitazama nguo za Rais Eddie zenye cheo cha ujenerali zikiwa zimening'inizwa katika kabati la vioo. Alafu ni ninja kumbe. Ninja? Nguo zake hizi hapa. Silaha zake pia hizi hapa. Naam, Ryan alizungumza huku akitazama silaha za kininja zilizopo katika kabati hilo ambazo anazifahamu vizuri kabisa. Wakasogelea kabati lenye picha za familia yake. Ryan alichukua picha moja aliyokuwa ameiweka ndani ya frame. Alimtazama Nadia kipindi alipokuwa mdogo. Kasura kake akapotea. Karembo sana. Vipi wewe jamla kweli wewe? Na achaje sasa kwa mfano. Mjinga kweli wewe. Tena unajua nilimla kwenye msiba wa mke wa mzee Max. Ladha yake ipoje? Acha ufala wewe. Kwani kuna ladha basi? Si ndo mnavyosema genye wanaume, sijui ana ladha hii, sijui ana ladha hii. Mtamu. Alafu sasa siku iliyofuata nikawaua wapambe wake wote. Naamini hadi leo huyu binti atakuwa na uchungu sana na atakuwa na hasira na mimi. Hakikisha kujui. Endapo atakujua basi jua tu kabisa atakuwa. Unahisi mimi ni rais kufa? Hawezi kuniua. Kwa nini? Mtu hadi aniue labda tu ni sijui nisemaje. Labda mimi mwenyewe tu nitake kwamba okay sasa wewe niue basi ndo nife. Ile vivi mimi siwezi kufa. Labda tu Mungu pekee ndiye anaweza kuniua lakini sio binadamu. Wacha wewe. Sio nakwambia hivyo. Naam, waliendelea pale kutazama vitu vilivyopo ndani humo huku kijana Ryan akionekana kutamba kweli kweli ya kwamba hakuna hukumu. Hivi huyu ni Judy? Naima aliuliza huku akitazama picha iliyokuwa imepigwa Judy, Godi, Eddie pamoja na Willy. Huyu mmoja ni Willy, mume wake ambaye kwa sasa ni marehemu. Maskini. Unajua niliona ile video jinsi alivyokuwa ana hali mbaya. Siku zote binadamu sisi hatutabiriki. Kama ungejua kwamba Katha angekuja kuwa ni adui yao, na mimi Eddie asingempenda. Ila tunabadilika. Wewe ulijua kwamba ipo siku mzee Max tuliyemwamini kwa maisha yote angeweza kutuma watu wa kuue? Ila mimi na wasiwasi moja na Max. Wasiwasi gani? Hata awe mbaya vipi, lakini sidhani kama anaweza kutoa. Ryan, Max sio yule wa miaka yote tuliyokuwa tunamjua. Max amebadilika, tena amebadilika kisawa sawa. Hivi wao kwa yote nilowafanyia ni wakunitoa mimi chambo ili wakupate wewe? Sio Max, ni Ghost. Ghost kafanyaje? Ghost akiwa anahitaji kitu chake huwa yuko tayari kumtoa sadaka mtu yote ili mradi tu afikie malengo yake.
Ndoto ya kuwa rais alikuwa nayo kwa kipindi kirefu sana. Nakumbuka nilipokuwa mtoto alikuwa ananiambia ipo siku atakuja kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Hivyo ni kitu ambacho anakiishi nacho. Sikushangaa kuona kwamba wananiwinda ili waniue baada ya mimi kuto kufuata njia ambayo mimi naamini kabisa sio njia sahihi. Rani alizungumza huku akiwa anafunua pale turubai lililokuwa limefunika gari. V8. Alafu ina namba za jeshi. Hii gari itatusaidia katika misheni zetu. Rani alizungumza huku akitazama gari hiyo kubwa. Alifungua pale mlango na akajaribu pale kuiwasha, kweli kawaka. Wow. Ngoma bado nzima kabisa hii. Naima akafunua turubai jingine na kisha akakaa. Rani, hebu cheki. Naima alizungumza huku akiwa amejawa na furaha. Bwana umzana gari kali. Aston Martin Quantum of Solace. Bwana ni gari moja wanayoitumia wapelelezi wa nchi za nje, hususan Uingereza. Sifa zake ni zipi? Sifa namba moja, hii gari haingii risasi. Si kwenye bodi, kwenye kioo au tairi, na zimetengenezwa kwa uwezo wa kushambulia adui kupitia silaha zilizowekwa ndani ya hii gari. Naima alizungumza huku akiingia ndani ya hilo gari. Kama nilivyosema, kila kitu kipo. Naima alizungumza huku akiminya button iliyoifanya skrini ndogo iliyokuwa upande wa dereva kuleta maandishi. Vipi, mbona kama umeshusha pumzi? Hatuwezi kuliwasha mpaka musika mwenyewe. Nani Edi? Ndio. Kwa maana inatumia voice control na uzuri wa hii gari ina uwezo kujiendesha yenyewe. Rani uko wapi wewe? Teknolojia imekuwa. Ila nikwambia kitu kimoja, kila sekunde dunia inavyozidi kuhesabika, kuna watu sehemu wanagundua kitu kipya cha teknolojia. Kwani wewe huwezi kuidukua ikafanya kazi? Hapana. Siwezi. Ipo very protected, ila ina kodi zake ambazo ukimwomba Edi mwenyewe anaweza kukusaidia. Nitaongea naye tumalize koza usafi, mwingine ataendelea. Okay, sawa. Kwa ile wakarudi eneo la juu katika nyumba hiyo na kisha wakaendelea pale na usafi. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona makamu wa rais akiitazama simu yake mkononi. Akaipokea na kisha akaiweka sikioni. Ndio mheshimiwa rais, nakusikia. Wewe uko ofisini? Ndio mheshimiwa. Una vijana wako hapo? Niko peke yangu. Vipi, salama kweli? Sio salama. Mheshimiwa rais, imekuaje tena? Nina habari mbaya kwa upande wetu, hususan kwa upande wako wewe. Habari gani tena mkuu? Scorpion wameungana na Ghost. What? Makamu wa rais alishtuka, kwani hiyo taarifa ni mbaya mno kwa upande wake. Japo alishawahi kuwa na hisia hizo, ila alihisi kwamba ni mawazo tu, labda na vitisho walivyokuwa wanampatia. Huo ndo ukweli uhalisia ndo uliopo. Wameungana naye, na ninavyozungumza hivi sasa ni kwamba hata wale watu niliowatuma kwenda kumua Ghost waliuawa na Nadia, mtoto wa Katha ambaye ni mkuu wa Scorpion. Ukweli ndo huo. Kuna hoteli moja umesikia imewaka moto? Ndio nimeisikia. Sasa nakutumia video, kwa maana hiyo hoteli ni ya Ghost na walikuwa na kikao katika hiyo hoteli. Kilichozungumzwa hatujui, ila tukae tukijua kwamba tumeachwa wenyewe, tumeachwa solemba ndugu yangu. Makamu wa rais alilegeza kwanza tai yake shingoni, huku jasho likimchuruzika usoni na mapigo ya moyo kimwenda kasi. Tunafanyaje sasa mheshimiwa rais? Mimi sina cha kupoteza, wewe je? Unamaanisha nini kusema hivyo? Mimi nahitaji kuanzisha vita na hawa Scorpion. Vita ya kuwaondoa ndani ya nchi yetu, na nitahakikisha katika hizi siku zilizosalia zitakuwa ni siku ngumu na mbaya kwa Ghost hadi achanganyikiwe. Hawawezi kuungana na adui yetu aje kutumaliza. Maneno ya mheshimiwa rais Dismas yalimfanya makamu wa rais kwanza kushusha pumzi taratibu, huku akianza kupata amani moyoni mwake, kwani mpango aliokuwa nao wa kupambana na Scorpion sasa amepata nguvu kutoka kwa huyu swaiba wake ambaye ni rais. Hivyo wazo la kumua rais likafutika kwanza kichwani mwake taratibu kabisa.
Hapa sasa ni kuunganisha tu nguvu ili wamteketeze Ghost na huyo Scorpion. Swali ni je, wataweza au wanajitekenya hawa wazee? Sasa mzee mwenzangu, hebu sikiliza. Hilo wazo ni zuri sana. Kilichosalia ni sisi kuhakikisha kwamba tunapigania taifa. Makamu wa rais aliunga mkono hoja. Kwanza nisikiliza we makamu. Kwanza tuwaondoe watu waliowapandikiza kwenye timu zetu za ulinzi. Na kisha kitakachofuata ni kuhakikisha kwamba tunaweka walinzi wapya. Na baada hapo mashambulizi kuelekea kwao yataanza. Yes. Hapo Mheshimiwa Rais umeongea point ndugu yangu. Mimi siku zote nafanya point. Sasa nisikilize. Nina kikao na wakuu wa vyombo vya usalama jioni ya leo. Hakikisha unakuwa ofisini kwako na utakihudhuria kwa video call. Sawa Mheshimiwa Rais. Kweli rais akakata simu na kumfanya makamu wa rais kutabasamu. Yes. Yes. Haya ndio maamuzi nilokuwa nayataka. Sio Scorpion. Tumeona Spoon bwana. Tumechoka bwana kutawaliwa na wapuzi wachache, tena wanawake shenzi kabisa. Tutadili nao na tutawaonyesha kwamba sisi ni kina nani. Hao vipi hao bwana? Makamu wa rais alitamba kweli kweli. Naam. Kwa upande wa mwanamama Katha, alionekana pale kumkaribisha mlinzi wake. Mkuu, ingia. Mwanamama Katha alizungumza na msaidizi wake huyo, akaingia chumbani kwake hapo alipokuwa amekaa na wanae mapacha. Msaidizi huyo akasema, mkuu, kuna mazungumzo tumianasa ya wale watu wetu. Unaweza kuyasikiliza haya hapa. Msaidizi huyo aliminya pale batani moja ya kwenye laptop yake aliyokuwa ameingia nayo hapo. Wakasikiliza mazungumzo ya Mheshimiwa Rais pamoja na makamu wake ambayo walikuwa wametoka kuzungumza muda mchache tu uliopita. Hivyo wanajua nguvu tulio nayo kweli hawa? Mwanamama Katha alizungumza, na hii ni mara baada ya mazungumzo hayo kuweza kuisha. Mama, unaonaje ukatupatia hiyo kazi tukadili nao washenzi? Hiyo kazi ni ndogo. Wapo watakao dili nayo. Kwa sasa nyinyi wa kudili naye ni Edi. Mama, hatujawahi kukanyaga nchini Tanzania. Natambua wanangu, ila wakati mwafaka ukifika basi mtaingia nchini Tanzania. Hawa panya hawa nyi wala tamsisumbuke nao. Nyinyi mnatakiwa kupambana na Edi yule papa. Hawa vidagawa. Kazi rahisi tu hii. Sawa mama. Hebu mtumia hayo mazungumzo Nadia, na yeye atajua nini cha kuwafanya. Sawa mkuu. Msaidizi huyo akatoka ndani hapo, akatuma mazungumzo hayo kwenda kwa Nadia. Naam, msikilizaji, kwa upande wa Nadia alionekana kufungua message aliyokuwa ametumiwa. Akaanza kusikiliza hayo mazungumzo. Yalikuwa ni mazungumzo ya Mheshimiwa Rais pamoja na makamu wake. Baada ya kuyasikiliza mara mbili, ilibidi awaite vijana wake, akaiweka simu yake mezani na kuwasikilizisha mazungumzo hayo. Baada ya mazungumzo hayo kuweza kuisha, akawatazama kila mmoja usoni mwake kwa sekunde kadhaa. Tunaozungumziwa hapo ni sisi. Sisi ndio tunaopaswa kuweza kuvurumushwa. Je, mpo tayari litokea? Hapana mkuu. Hivyo basi, tunapaswa kuweza kuhakikisha kwamba tunadili na mmoja baada na mwingine. Ila mheshimiwa, hawa ni viongozi wa ngazi za juu kwenye serikali ya Tanzania. Tunadili nao vipi, kwa sababu kuwafikia ni ngumu? Ulichokizungumza Rozi, kama wamepanga kubadilisha walinzi wao, ni dhahiri ya kwamba wamejiandaa kwa hii vita. Ila tunaweza kuwadhoofisha kwanza kipesa. Unamaanisha nini mkuu? Watu wote ambao wapo ndani Scorpion, akaunti zao zote za pesa zinafahamika. Hivyo tutazisomba pesa zao zote. Hilo litakuwa ni onyo namba 1. Kwa sasa hatuna haja kutumia nguvu ya kuhatarisha damu zetu. Ila endapo hawatatuelewa, tutadili nao jino kwa jino. Hilo wazo zuri mkuu. Nimelipenda. Naam, mwanadada Nadia akasimama na kisha akaingia chumbani kwake na akampigia simu mama yake. Mwanangu Nadia vipi? Nimechagua njia ya kwanza mama. Njia gani?
wanajua tunawamiliki kwa kila kitu, si ndio? Endelea na kusikiliza. Hivyo nahitaji akaunti zao za ndani na nje ya nchi zifungwe na pesa zote ziondolewe, wabakiwe na vilinda akaunti, na si tu akaunti zao bali hadi akaunti za familia zao. Endapo wataendelea na hatua nyingine, basi nitakwambia nini cha kufanya. Mwanangu Nadia, una akili sana. Ngoja walishughulikia hilo. Mama, kitu kingine, hisa zao zote kwenye makampuni ambayo tunajua wanayamiliki ziuzwe usiku wa leo, na ikiwezekana tuzinunue sisi wenyewe. Tunawapiga kiuchumi na kisha tunawapiga kimwili. Sawa mwanangu, acha vijana walishughulikia hilo. Sawa mama, waambie vijana wanitumia orodha yote ya akaunti zao, nifuatilie jinsi wanavyohamisha hizo pesa. Sawa mwanangu. Nadia alikata simu na kisha kajilaza chali kitandani. Akafikiria kwa muda na kisha akampigia simu Ryan. Hello handsome. Niambie mtoto mzuri. Safi tu, unaendeleaje? Niko poa. Samahani handsome kwa kilichotokea ile siku. Naombi jingine kama utojali. Niambie mrembo. Leo usiku kama hutojali, naomba tupate chakula cha usiku sehemu ambayo utaichagua wewe. Okay, sawa. Ngoja baada ya kama nusu saa hivi nitakupatia jibu. Nashukuru handsome. Nadia alikata simu huku akiwa amejaa na furaha kubwa mno moyoni mwake, kwani kila anapojaribu kuuzuia moyo wake na akili visimkumbuke kijana aliyekutana naye kwenye kasino na uwanja wa ndege, anashindwa kabisa kuvumilia. Lakini Nadia hatambui kwamba huyo mtu anayemtafuta, huyo mtu anayemuita handsome, ndo huyo Ryan. Sema tu hajajua kwa sababu Rani kabadilisha sura. Binti huyu Nadia anamtafuta mbaya wake usiku na mchana, na asijue kwamba kumbe mbaya wake mwenyewe anakutana naye kila siku. Kila siku anaongea naye kwenye simu na anamuita handsome. Story tamu hii. Siku akijua sijui itakuwaje. Naam. Bwana, upande wa pili tunapata kumwona Naima akimuuliza Ryan, na hii ni mara baada ya Ryan kukata simu. Oe. Ryan, nani umeongea naye? Nadia. Nadia ndo na ambaye alikuwa na kikao na Ghost leo asubuhi. Wewe. Ryan, mbona una hatari? Kakujuaje? Nilikutana naye tu kasino huko moja hivi. Tulicheza mchezo pamoja, akanipiga pesa zote, na siku nyingine nikaja kukutana naye uwanja wa ndege airport. Yaani mmekutana kama ajali au ni mission? Babake alinipa jukumu la kuweza kumsogeza karibu binti yake, ikiwezekana ni moyo kabisa kuhakikisha kwamba namuondoa kwenye hii vita iliyopo kati yake na mkewe. Nyataru juu ya Ryan, siku akija kukuundua sura yako kwamba umeweka ni sura bandia itakuwaje? Je, wewe nisingekwambia kama nimeweka sura bandia, je ungeweza kunitambua? Nisingekufahamu. Basi hata hivyo naye kwa upande wake ni ngumu kuweza kunijua. Ila Ryan, hebu tuongee mambo ya msingi kabla tujaenda mbali zaidi. Mambo gani? Kuna upande wa baba yako na upande wa Rais Edi. Wewe umeamua kuchagua upande wa Rais Edi, umeachana upande wa baba yako. Hivyo una hakika upo kwenye maamuzi sahihi? Mimi sina upande, na imani kwamba mimi niko upande wa Rais Edi. Nani? Unamaanisha nini? Nachomaanisha mimi hapa, mimi nasimamia haki. Nasimamia Watanzania wengi ambao hawajui nini kinachoendelea chini ya carpet. Wengi wao wamekuwa ni watu wa kuaminishwa kwamba mimi si mtu mzuri, ila sisi tunajua nini kinachoendelea. So, unataka kusema kwamba unafanya kazi wewe kama wewe? Hujakosea kabisa. Katika watu ambao mimi ninawaamini kwenye maisha yangu ni wewe peke yako. Mzee Max mimi nimeshamtoa kwenye hiyo list. Sasa Ryan, kama ni hivyo inabidi ujitenge pia na hii vita ya kifamilia. Walipokutana, mimi na yeye hatujui walipokutana. Wanaweza kusema kwamba wanatuaminisha kwamba wapo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, ila wakishashika hii dola watatugeuka kama rais alivyotugeuka. Nani katika kitengo cha X ambaye alikuwa hajui kwamba wewe ni mtoto wa rais? Kila ulichokuwa unakifanya kilikuwa kinafumbiwa macho. Hata ulipowapiga ulinzi wake alifumbia macho. Ujui wewe sijui nini. Alinichezesha kipigo ofisini kwake akidai kwamba anafanya kama baba. Niliamua kumkaushia tu. Haya, mwisho siku imekwaje? Walikutumia watu nchini Kongo ili kukua.
Hivyo sidhani kama tunapoamua kupigania nguvu moja ichukue dola, sidhani kama tutakuwa tuko salama. Umri unakwenda, Ryan. Hatutofurahi maisha yetu ya kidunia. Kuna wakati nakaa nafikiria kwa nini nisiishi maisha hata kama ni ya kula tu ugali na chumvi ili tu niwe na amani kuliko kuishi hivi. Naima alizungumza kwa sauti ya upole na kumfanya Ryan atulie. Hivi ushakufikiria kesho ya Cleopatra na yule mwenzie aliyepo tumboni? Wewe ni baba. Cleopatra mama yake ndio huyu Monica, kutwa nzima kuzunguka na rais. Sio kuzunguka, wanakulana. Hilo nalo jipya pia nalisikia kutoka kwako. Tena ngoja nikuonyeshe. Rani alichukua laptop yake na kumuonyesha Naima video ya rais pamoja na Monica. Ha? We, hapa si kwako? Ndio. Na hiyo ni juzi tu kwa mkia jana. Kuda deki. Kuna kipindi najutia kwa nini nilikuwa mwanausalama. Nahisi kama ningekuwa ni mwalimu basi sasa hivi ningekuwa ninafurahia tu maisha ya kuishi na wanafunzi. Ryan alizungumza huku machozi yakimlenga-lenga. Ila bado tujachelewa Ryan. Unamaanisha nini Naima? Bado tujachelewa kusimama kwenye kila ambacho unachokiamini. Unasema kwamba hauko upande wa Eddie wala hauko upande wa Ghost. Ni vyema ukasimama kwenye kile unachokiamini. Okay, sawa. Ila nina chipu mwilini mwangu hapa ambayo Eddie anaweza kunifuatilia nyenendo zangu kila ninapokwenda. Na ukitoa sijajua. Utakapopata jibu la uhakika nitaitoa ili kuendelea na mambo ya msingi. Sawa. Unanishaurije? Nitoke na huyu binti au? Moyoni mwako unajisikiaje? Lolote kwangu sawa tu. Toka naye. Ila hakikisha unakuwa makini. Kama una alama mwilini mwako na alishawahi kuiona ukiwa upo Ujerumani mlivyokulana, basi hakikisha hiyo alama haipo. Na kama ipo kumbuka usifanye naye mapenzi kwani ataiona na itakula kwako. Usijali. Makovu yote yalishaondoka kipindi nilipokuwa nipo kwenye matibabu. Mimi sina neno ila tu kwa makini, kumbuka una mke na watoto. Usijali wewe, tulia wewe. Vipi wewe? Ryan alitoa simu yake mfukoni na kisha akamtumia ujumbe wa message Nadia na kumwambia kwamba amekubali lile ombi lake na atampitia atakapokuwepo ili wakapate chakula cha usiku pamoja. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili. Samani mkuu, Mheshimiwa Rais amesema ukifika hapa uelekee ofisini kwake moja kwa moja. Alikuwa ni mmoja wa walinzi wa rais, alimwambia Monica, na hii ni mara baada ya kufika ikulu kwa wito wa kikao cha dharura na rais. Okay, sawa. Monica kaongoza na kuelekea ofisini kwa rais. Alifunguliwa mlango na mlinzi wa rais na kisha kaingia ndani ya ofisi. Oh. Karibu baby. Rais alizungumza huku akinyanyuka, wakakumbatiana pale kwa nguvu na Monica. Ili joto lako tu ndo linanikosha mke wangu. Kweli? Ndio, yani kaa kwanza tuzungumze mambo ya muhimu. Wakakaa kwenye sofa zilizopo ofisini hapo. Hebu tazama hii video. Rais alizungumza huku akimpa Monica simu aliyokuwa ameweka video inayomonyesha Ghost, mzee Max pamoja na Nadia na walinzi wao wakiingia katika magari. Naamini hii ripoti ya hoteli kuungua moto uliipata. Ndio Mheshimiwa Rais. Hivyo ni ya Ghost hiyo hoteli. Huyo msichana aliyevaa suti ya kijivu anaitwa Nadia, ni mtoto wa Rais Eddie na ndio mkuu msaidizi wa kundi la Scorpion. Ngoja kwanza. Mbona wapo na mzee Max na Ghost? Kilichokuwa kinafanyika ni kwamba wanahitaji kuunganisha nguvu ili kumsimamisha Ghost kuwa rais, ili kumshinda Judy. Na makamu je? Maana yake wametusaliti. Na isitoshe wale watu wangu niliopanga waamue Ghost, kuna mlinzi wangu mmoja alivujisha siri kwa Nadia na wao ndio walowaua kwa kutumia sumu. Kama wanaua kwa kutumia sumu maana yake wanamiliki silaha za sumu. Ndio maana yake. Sasa umeamua nini mpenzi wangu? Nilichokiamua ni kuangamiza Scorpion na ajenda kuu ya leo ni kuhakikisha kwamba tunasafisha Scorpion wote waliopo nchini Tanzania na kuwafutilia mbali. Una uhakika mpenzi wangu usije ukajiingiza kwenye shida zisizokuwa na jambo la msingi? Unajua Ghost na Max ni maadui wetu wa muda mrefu sana. Kama mtu anamfadhili adui yako ili kushambulie, niambie nini utafanya kama si kuhakikisha unamshambulia? Mara mlango kagongwa na kweli akaingia chifu secretary.
Mheshimiwa Rais, kikao tayari. Nakuja. Sasa tutaongea baada ya kikao. Twende kwanza. Wakatoka ofisini hapo wakaelekea katika ofisi ya mkutano. Monica akawa kwanza kuingia, na baada ya dakika chache akaingia rais na kisha akampigia saluti, kisha ukaketi, huku makamu wa rais akiwa ameunganishwa kwa video call, anaonekana kwenye moja ya TV. Sasa jamani, usalama wa nchi yetu umekuwa ni wa kulegalega sana. Ghafla simu ya Mheshimiwa Rais ikapiga mlio wa meseji zipatazo 10 zilizoingia mfululizo na kumfanya itoe mfukoni mwake kwenye koti la suti. Akafungua simu hiyo, macho yalimtoka huku mapigo ya moyo yakianza kumwenda kasi, jambo lilopelekea wakuu hao wa vyombo vya ulinzi wamtazame rais kwa mshangao, kwani alikuwa ameanza kutetemeka mikono, huku usoni akianza kutiririkwa na jasho jingi mno. Ndani ya ofisi hiyo kulikuwa kuna kiyoyozi kikali, lakini jasho lilimwelemea. Alikuwa anatetemeka vibaya mno. Hali si hali, mambo yalikuwa si mambo, mtu wangu. Kitu gani ambacho kinamtetemesha rais kiasi cha kumfanya umwagikwe na jasho ili hali kuna hisi kiyoyozi kinampuliza? Lakini pia, je, maamuzi gani Ryan atayafanya kuhusiana na nani afanye naye kazi? Usikose kufuatilia hiki kigonga katika sehemu ya 10. Mzigo unaitwa Ice You Kill Me. Hii ni chapter 5. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Asante kwa timu yako, mtu wangu.